Ligi daraja la 4 mkoa wa Tabora imeendelea kwa kupigwa kwa mchezo mmoja kwenye uwanja wa kumbukumbu ya vita uliopo kata ya Gongoni Manispaa ya Tabora, kati ya timu ya Mirambo FC na Sabasaba FC. Timu hizi zimetoka dakika 90 kwa Mirambo FC kuibuka na ushindi wa goli 3-1 jinsi ilivyokuwa uwanjani. Lakini baada ya mchezo, makocha pamoja na wachezaji waliweza kutoa sauti zao hewani kuja kusikika moja kwa moja kwenye spika za 94.1. Tuwasikilize baada ya mchezo kipi ambacho waliomba kwa wanatabora baada ya mchezo kutamatika. Shule ya sekondari Time Hill inawatangazia kozi ya Preform 1 kwa mwaka 2025. Kozi hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ada ya Preform 1. Mwanamchezo, nikiwa naweka mambo sawa, sauti zimeweza kuingiliana hapa moja kwa moja, na sasa hivi tumsikilize makocha baada ya mchezo kutamatika kati ya Mirambo FC na Sabasaba FC. Nadhani wachezaji muhimu wale key players walichelewa kufika. Walichelewa kufika kwa sababu timu zetu hizo, unajua uwezo kumlipa mchezaji kwa sisi timu zetu za chini hizi. Tunaweza kuwalipa kwa wachezaji kwa kujitolea. Kwa hiyo walichelewa kufika key players. Na kingine makosa binafsi ya goalkeeper. Imetugharimu, umeona goli la pili na la tatu. Makosa binafsi ya kipa, makosa binafsi ya kipa imetugharimu. Ila yote kwa yote mpira mzuri sana. Cheza mpira mzuri. Marefa, malanzmeni wako fresh, siwezi kusema ni umri wote ule. Hii ni football. Mimi nakuwa mkweli tu yani. Wametuzidi, wametuwini katika ushambuliaji, tutafanya makosa, wametuhukumu. Ila yote kwa yote wamechelewa kufika wachezaji wangu. Kwa hiyo ndio kosa la sisi benchi la ufundi. Na wachezaji wangu wenyewe kosa wachezaji wangu wamechelewa kufika key players. Kwa hiyo tumeanza kosa ambacho hakikuwa katika line-up yangu mimi kama kocha. Haikuwa katika line-up yangu mimi kama kocha. Sababu leo wale kufika bidii wapange wacheze, ila wale key players wengi wao wamechelewa kufika na baadhi wengine hawajafika kabisa. Kwa hiyo nitafanyaje sasa? Lazima nihukumiwe sababu wale key players waoni ndani ya uwanja. Lazima nikubali kwamba makosa yetu sisi benchi la ufundi. Ndugu yangu, mpira mzuri, marefa siwezi kukalonga chochote, wako fair kabisa, mpira umekuwa fair kabisa. Kinachoniuma zaidi, hii timu ni mkutano wa FA inifunga 3-2. Leo kwenye ligi daraja la 4 imenifunga 3-1. Timu hiyo moja. Hicho kitu kinauma sana, unajua. Yaani timu moja unakosa mbinu za kuifunga hiyo timu moja. Kwa mimi nishakuwa mtumwa kwao. Acha nikubali. Nishakuwa teja kwao. Haina namna. Nishakuwa mteja. Kwa hiyo kia nikija na wanapata matokeo kwangu. Yaani hiyo inaniumiza sana. Kwa hiyo umekubaliana kuwa mteja kwao. Mara mbili mfululizo afu goli zile 3-1 3-2. Inauma hiyo. Hawezi kutoka. Hawezi kutoka. Yaani tukutana tena hawezi kutoka. Sababu nishajua wanatuwini wapi. Nishaona madhaifu yangu mimi ni yapi mpaka wanatuwini. Nishayaona. Ni utulivu tu. Sababu mpira unatembea, pumzi zote ziko sawa, ni utulivu tu. Na baadhi ya wachezaji wangu labda ugeni wa ligi na ugeni wa uwanja, washazoea viwanja vya Swahilini. Hivyo yani wanakuwa na pressure, mashabiki kidogo nini pressure, wanakosa confidence. Hilo tu sawa kidogo, wanacheza katikati ya mji, mazoezi yao wanafanya katikati ya mji pale. Kidogo shakutana na watu wengi tofauti, kwa pressure ile hawana. Wako nomo. Kwa mimi wangu sasa kichwa cost pressure na yenyewe. Na yenyewe nachangia pressure kama bwana hawa timu ya Dida, jina kubwa hiyo Dida. Jina kubwa sana. Dida wale wachezaji chikizo wanagusa sana. Lazima waingie na ile hofu kwamba Dida wale balaa ndio timu ya mkoa ile hatari. Kwa hiyo ni pressure tu, ila wa kawaida basi tu. Ni imetokea tu tuseme. Kama imetokea nimepoteza mechi 2 kwao. Kwenye FA walinitoa na kwenye ligi leo mechi ya kwanza napoteza kwao. Kwa inauma sometimes, lakini inanibidi tu nijue nini nifanye ili timu yangu ibadilike iweze kupata matokeo. Sababu na mechi 3 mbele. Mechi 2 3. Mechi 3 na mechi 3 mbele, na imani kama hii timu mbili ndio timu bora mcheza nao hivi, kwa wao wengine hawa sidhani kama watapata matokeo kwangu. Wao ndio wajiandae kukutana na mimi. Sababu mimi tayari nishajua makosa yangu ni yapi. Wao ndio wajiandae kukutana na mimi. Maana hii ndio timu bora mkoa inayosumbua. Na ndio hii imetoka nayo hivi. Nafasi nimepata pale kama nafasi 3 hivi, nimeshindwa kuzitumia. Wao wapata nafasi zao 2 tu. Umetuweka mapema tu. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Shukuru Omari. Ni kapteni wa Sabasaba. Tunatokea Mbugani pale. Pole kwa kupoteza mchezo leo. Shukran sana. Ni kawaida. Ni football. Tumefanya makosa mawili, goalkeeper ametugharimu, lakini ni kawaida. Ni moja wapo ya mpira. Kwa sababu goalkeeper wetu wa kwanza namba 1 hajatokea leo. Kwa hiyo tutajipanga mechi ijayo tutakuja kamili. Nafasi bado ipo. Bado mechi 5. Nafasi bado ipo. Tutarudi mazoezini. Makocha wetu makosa yetu leo yalitokea leo
watayafanyia kazi na imani tutashinda. Makosa leo umesema mtafanya kazi kwa pinzani wenu. Wapi hasa ambapo walikuwa wamewazidi? Kwa kwanza pale kipindi cha pili. Walichotuzidi huko ni makosa tu yale. Sisi tulipata nafasi kipindi cha kwanza na cha pili. Hatukuzitendea haki. Wenyewe kina nafasi 4 wametumia 3. Ni kawaida, ndo football hiyo. Tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutafanyia kazi makosa yetu yaliyotokea leo. Kwa jina naitwa Didas Kunde, mwalimu wa Mirambo Sport Club ya mjini Tabora. Hongera kwa ushindi wa leo. Ushindi nimeufurahia, hata wenzetu tuliocheza nao pia wameleta ushindani mzuri. Lakini bado tunatengeneza timu. Hii timu ilikuwa ishakuwa mfu. Tumeamua kuifufua wachezaji wote wa Mirambo na wale waliokuwa Mirambo viongozi. Mimi nimewekwa tu kwa sababu nadili na wachezaji, nimeona kwamba hapana, ili swala la kwetu. Tumeamua kuifufua timu. Lakini hii timu haina ukomo wa mtu kwamba hawezi kuja kuleta ushauri hapa. Wote tunawakaribisha wana Tabora. Na umeona wachezaji wa zamani, Shabani Moshi umemuona, Idi 15 umemuona, wote wamekuja kuunga mkono timu hii. Lengo letu ni kupambana angalau kwenye mabingwa wa mikoa, sisi tushiriki. Ndio lengo letu. Lengo ni kurudisha hamasa kwenye mpira wa Tabora. Kocha, siri ya ushindi wa leo ipoje? Hapana, nafikiri nini yote ni mashuhuda. Lazima tudiri kwa vijana. Na nishawahi kumwambia mwenyekiti wa chama cha mpira miguu, tudiri kwa vijana. Wenzetu wameleta mpaka mwalimu wa sekondari Wanyamwezi, Bwana George. Ukiangalia umri mpaka anakabana na mwanafunzi wake, ni aibu kwamba fikra zile za kutengeneza vijana ili tupate ushindani wa ligi nzuri haupo. Lakini kwa sababu wao nia yao ilikuwa ni kushinda, sio nia yao kuendeleza mpira. Mimi siri yangu, kwa sababu nachezesha vijana muda wote na kwa nao, na muda wote wanatekeleza kile ninachokifanya. Na ndio maana siri ya ushindi. Tumeona dakika za mwishoni walitera kwa sababu nini? Kuna watu wamecheza ni umri mkubwa. Sasa wanakutana na speed ya vijana wadogo, lazima atakaza, lakini ataachia. Na ndio kilichotokea mpaka ushindi wa leo. Kijana wangu akafunga magoli 3 mwenyewe. Umeona kipa umri umemtupa. Na ndio maana umeona kigongana tu na kijana anaumia. Si kwa sababu alikuwa anagongwa yeye anaumizwa. Umri auendani na hii ligi. Hii ligi inacheza vijana wenye chini ya miaka 20. Sasa tunapomleta mtu mwenye miaka 30 au 28, lazima utaona kuna dosari, utaziona kwenye mpira. Na ndio zile zimewasababisha hao jamaa dakika za mwishoni. Siku nilikuwa naomba wana Tabora, njioni mniunge mkono, kwa sababu hii zamana ya kurudisha Mirambo sio ya kwangu, ni wale waasisi, na mimi ni mchezaji wa zamani wa Mirambo, pamoja na viongozi waliopita Mirambo na wachezaji waliopita Mirambo, ndio wamefanya shinikizo ya kuirudisha Mirambo daraja la 4. Lakini tunashukuru chama cha mpira miguu wilaya TUFA kimetuunga mkono vizuri na kiko pamoja na sisi. Si kwamba kiko pamoja na Mirambo tu, kiko pamoja na timu zote. Lakini lengo letu sasa hivi hapo umeona ameingia namba 2, huyu tumemtoa Kakola. Inamaanisha hii timu haichezi tu vijana wa chipkizi. Hapana, wanacheza vijana wote wa kutoka mbali. Kuna vijana wametoka Songea wako hapa, wametoka Dodoma, Morogoro, wametoka Bukoba. Kama yule umeona amecheza namba 11, yule ametoka Bukoba. Na yule amefunga magoli 3 tutamhoji sasa hivi, na yeye ametoka Bukoba. Inamaanisha kuna mchanganyiko wa vijana wanakuja kushiriki kwenye ligi ya wilaya, ngazi ya wilaya daraja la 4. Umenielewa? Sasa sisi msichukulie watu wengine. Inawezekana mimi nikaonekana kama ndio nimeonekana na timu, lakini kuna watu wako nyuma. Kama umeona Maji pale amekuja pale nini, ni wao wachezaji wa zamani. Lakini utaona mabadiliko muda si mrefu kuhusu vifaa. Lengo letu ni Mirambo irudi.
leo kuna wenzetu Pamba ipo, Lipuli ipo, licha iko chini ya daraja ndogo, umeelewa Sasa ni aibu. Singida ipo, ilibadilishwa mtu Singida, imekuja Black Star, lakini ile Singida na sisi tunaguswa, na ninashukuru chama cha mpira miguu cha wilaya kutupa sapoti ya kuipenda timu hii ili irudi kwenye macho ya Wanatabora. Tunawaalika Wanatabora, njooni kwenye timu yenu. Hii ni timu ya Wanatabora. Hii ni alinihoji mimi, haitouzwa, nikamwambia hii ni hausi kumuuza chifu. Hii imerudi kwenye makao makuu yake ya Tabora. Tunashukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Doe David Biashoba, mchezaji wa Mirambo. Hongera kwa ushindi wa leo. Asante. Siri ya ushindi ipoje? Siri ya ushindi tumejituma ili tuweze kupata ushindi, kwa sababu mwalimu alituambia tucheze kwa kujituma, kwa kuforce zaidi, kwa sababu tulikuwa tunacheza nao umri umeenda, kwa hiyo tuambia tuforce zaidi tuweze kupata ushindi. Tumeona umefunga magoli 3, ilikuwa kiasi gani kuwapita mabeki wa timu pinzani? Mimi niliona ni wazito, kwa hiyo nikatumia speed ambayo nilikuwa nayo nikaweza kupata goli 3. Hamasa ilivyo kwa wachezaji wenzako, jinsi walivyokupokea, maana yake ni mchezaji mgeni kwenye kikosi cha Mirambo FC. Ndio, ni mchezaji mgeni, wachezaji wenzangu wamenipokea, na ndio maana naona tumecheza kwa teamwork, tumeweza kupata ushindi, kwa sababu hawajanibagua. Yaani wamenichukulia kama familia, wamenichukulia kama mwenzao, kwa hiyo tumecheza pamoja. Ndio. Nashukuru sana. Asante sana. Mwanamchezo namna hiyo, taarifa za kutoka pale uwanja wa Kumbukumbu ya Vita, ambapo mchezo ligi daraja la 4 ilikuwa inaendelea kwa siku ya leo kati ya kata ya Saba FC ambao wamepoteza, na sauti ya kocha ndo aliyetangulia kusikika moja kwa moja, na kocha ambaye amalizia kusikika sasa hivi ni kocha wa Mirambo FC, lakini na wachezaji na umeweza kuwasikia moja kwa moja, ikiwemo huyu mgeni ambaye amepokelewa kutoka Bukoba. Kwa hiyo namna ilivyokuwa katika uwanja wa Kumbukumbu ya Vita, mchezo ikiwa inarindima zaidi, na kocha wa Mirambo FC akasema timu yao wanaizindua rasmi, ilikuwa imekufa, sasa hivi wanaizindua rasmi. Tunajua historia ya Mirambo FC ni historia kubwa sana. Ukizungumzia Mirambo unazungumzia Singida United kama za kitambo, Stand United pamoja na kina Lipuli FC. Kwa hiyo hawa wanaweza kufanana ukiwa unawazungumzia story zao, kwa sababu ni vilabu kongwe kabisa. Lakini tukachana ligi daraja la 4, kesho tena itakuwa inaendelea kwa baadhi ya mchezo mmoja utapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni, ambapo Marabi itakuwa inaalikwa na Unyenyembe FC katika mchezo huo ambao utachezwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili za jioni.